hapo kwanza, subiri kidogo. Alafu bila nini? Namsaidia mzee hapa anakuja. Ujambo? Habari za mwanzo? Salama salama. Karibu sana. Asante. Karibu. Asante. Katibu. Salama.
Nisubiri kweli kaza mzee. Shikamoo. Salama bro. Habari ya siku? Asante. Ndio, uko na mama? Mama anajua hawezi kunikumbuka. Shikamoo. Nasura. Mama mimi wakati TANESCO pale nilikuwa nashughulika na umeme wenu pale Riyadh. Saidi 3 pale. Nakumbuka ilikuwa na hudumia pale. Ndio ilikuwa afisa wa TANESCO Pale Dodoma. Kabisa. Karibu sana. Asante sana. Kuna wakati tukaunganishwa tukawa tuna share na watu wengi sana. Shikamoo. Asante. Za safari? Ndio. Nashukuru. Nasema safari hii tutakusumbua kuja na wadhamini ni ya mwaka 1000. Ndio. Nakushukuru sana. Uite na polisi, safara na nini. Uniambia Mwanza haitasimama. Eti Mwanza haitasimama. Nikasema haina shida. Kazi lazima iendelee. Kazi ziendelee kweli kabisa. Karibu sana. Sasa nishuka jana, nishuka kwa kupokea. Kwa hiyo alikuwa na homa kidogo. Tutampigia. Tutampigia tu au mtemo. Habari wewe? Hali zaidi? Ndio. Asante. Katibu. Mzima tu. Hali zaidi? Ndio. Habari yako? Wewe tusikilize kidogo. Mheshimiwa Maliza. Asante. Nasema nafikiria bwana mimi niendelee kama nitapata viti maalum. Nikaambia sawa, mbona wewe uko kwenye jeti vizuri tu. Tukawa na waza habari ya viti maalum na nini. Sasa sijui huwa ndio wanataka waanzie huko wapate umaarufu au washuke chini. Ni strategy. Ni siasa. Kwamba akishagombea urais, unaelewa? Kwa hiyo labda kuwasiliana na watu wa wilayani kwa maana ya Ilemela wanajua na batili katibu wa vijana huyu hapa. Kwa hiyo naomba upunguzane na profesa na mama wapeleke kule kwa katibu wa wilaya. Bahati mbaya kwa patikana kwenye simu naona nimempata. Kwa hiyo nataka kufanya maandalizi. Kwa straight wameshaandaa maeneo, wataenda kufanya hiyo shughuli na tumeshauriana vizuri waende mpaka ile kama 39:40 kama walivyoshauriana. Ndio mkiwa kwangu hapa naomba niwe na amani. Asante. Tuko salama. Nashukuru Pia ndio maana tumesema pamoja pamoja. Anything kama unahitaji kushauriana wenye eneo tuko tutashikiana ushauri. Tukubwa tufike salama. Tufike salama nafasi ya kuongea. Tufike salama. Katibu tunamshukuru. Amina. Asante sana. Nashukuru sana. Amina. Mama, asante. Nimefurahi kuwaona. Umeshatengeneza kadi? Please, basi niomba radhi sana. Baadaye utaipata. Baadaye. Asante. Hata bungeni unaona kunyamaza. Naitwa ofisini hapa. Atasubiri kura yangu. Na mimi ningeshangaa. Maana Nilimwambia mtu umekutana na wengi hapa iko siku. Asante sana. Asante.
Natoka wapi saa ngapi? Sisi msafi. Mwanosha, oye. Bila kupoteza muda, nianze kuwatambulisha tu wanachama kwa ujumla wenu. Mtasimama na baadaye mmoja atatoa salamu za chama. Chama wote wa siasa. Simama, mmoja atoe salamu za chama. Mmoja amekosekana. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu chama tawala. Siasa oyee. Oyee. Matosha safi. Safi. Asante sana, tunaweza kukaa. Kwa heshima ya pekee tambue uwepo wa mstahiki meya mstaafu na mwenyekiti wetu mstaafu wa CCM wilaya Ilemela. Kwa heshima, karibu. CCM oyee. Basi yasi safi. Safi. Kina mama mpo? Tupo. Wazee safi. Safi. Vijana moto. Mimi naitwa Suleiman Mohamed Kamese. Ni diwani mstaafu wa kata hii kwa kipindi cha miaka 11 na meya mstaafu wa jiji la Mwanza na mwenyekiti mstaafu wa CCM wa wilaya hii ya Ilemela tangu 2007 mpaka 2012. Ni kwamba sikushindwa nikaamua kustaafu mwenyewe. Nikasema nimwachie kijiti kijana. Nina imani atatupeleka vizuri na anatupeleka vizuri. Ndugu Mwandosia, pamoja na ujumbe wako, karibu sana kwa siasa. Karibu sana wilaya ya Ilemela. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Tunakutakia heri katika msafara wako, tunakutakia heri na baraka ya mafanikio katika king'ang'aniro ambacho umekianzisha. Sisi wana Ilemela tunakupa kijiti na tuna imani kitakufikisha kwenye ushindi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. CCM safi. Safi. Tambue pia uwepo wa mwenyekiti wa mkoa wa chama cha mpira. Tafadhali.
CCM oye! Mimi ninayo furaha kuwa hapa. Nimekuja kwa sababu Profesa Mark Mwandosya mimi alikuwa prefect wangu Marangeti Secondary School. Kwa hiyo niliambiwa nije nimwekee sahihi, wala sikuwa na tabu kwa sababu ya kumfahamu kwangu na jinsi alivyo tangu miaka hiyo hajabadilika. Kwa hiyo CCM ina mtu ambaye angeweza kuongoza nchi yetu vizuri. Inatosha. Asante. Shukrani. Basi tutambue pia uwepo wa Secretariat. Tafadhali kwa ujumla wenu msimame. Mdumishi. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Naitwa Faisal Dauda Ahmadi, katibu wa wazazi wilaya ya Ilemela. Na mimi mwenyewe nijitambulishe, naitwa Dr. Musa Magabe, katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Ilemela. Msafara ambao umeambatana na mheshimiwa pamoja na taratibu zingine zinazofuata. Karibu katibu. CCM oye! Profesa Mark Mwandosya, karibu sana Ilemela. Hao ni wanachama wa chama hai wa CCM katika wilaya yetu. Wanatokana na kata ya Pasiansi. Sisi tuna wilaya 19. Tulipokea ombi lako jana katika utaratibu wa chama chetu kwa maana ya kupata wadhamini. Mahitaji yako yalikuwa na chama 30. Kaiomba kata yetu ya Pasiansi wachukue jukumu hilo la udhamini. 30 imekuwa 100. Na wengine wengi wametoka. Hii inatokana na jinsi gani watu waliposikia ombi lako hilo wakaona waje wa kudhamini. Maana wana imani na wewe. Karibu sana. Tumezingatia viwango vyote, masharti yote ya udhamini. Wanachama hawa hawajawahi kumdhamini mgombea mwingine yote yule. Kwa maana hiyo mdhamini wewe na tutarajii kama utadhamini wengine. Sisi kama chama tumetimiza masharti hiyo. Lakini pia kama wilaya tunakutakia kila laheri katika mchakato huu. Mungu akusaidie, maono yako ulionayo yafike mwisho. Niseme tu wanachama hawa wawili ambao wametambulisha hapa toka siku nyingi wanahamu sana kukuona. Na ndio maana baada ya kusema kufika leo mzee wetu Mzee Mesa kacha shughuli zake na Mr. Songora kwa maana ya historia zetu za zamani. Niache mengine akasema ni kitongo wilaya kwa sababu ndio mwenye wilaya hii. Mimi nikukaribishe na nitakie tu matumaini makubwa katika safari yako. Mungu akusimamie ili ufike mwisho. Karibu sana. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Profesa Mark Mwandosya, karibu sana katika wilaya yetu ya Ilemela mkoani Mwanza. Kama alivyosema MNEC, jana tulipata taarifa ya kuwepo kwako Mwanza na tukaelekezwa tuandae wanachama wa CCM wa kudhamini. Nakiri tumefanya hivyo toka saa 2 asubuhi tuko ofisini na tumeweza kuwapata wanachama wengi waliotaka kudhamini. Na ninafurahi kujulisha sasa kwamba hapa katika fomu hii tumeshaweka wanachama wameandika majina yao na namba zao za kadi pamoja na sahihi zao. Na kadi zenyewe ziko hapa kwa ushahidi, na tumezingatia maelekezo yote ya katibu mkuu kwamba mwanachama mmoja anamdhamini mgombea mmoja tu. Wewe ni mgombea namba 2 kuja kwetu baada ya Mheshimiwa Lowassa
hiyo tunakushukuru sana kuamua kuja kutafuta wadhamini kwetu, na sisi tumefurahi sana heshima hiyo uliotupa. Kuna wanachama wengi kila mahali, lakini wewe umeamua kuja kwetu. Tunasema asante sana na tuko pamoja na wewe. Baada ya maelezo hayo, naomba sasa kama ilivyo taratibu za kawaida ni kukabidhi fomu hii ambayo tayari imesha sainiwa na wanachama wa CCM, na baada ya kukabidhi fomu hii nitamuomba mwenyekiti wa CCM wa wilaya Umesha akualike uweze kuzungumza na wanachama hawa, na kupitia na wanachama hawa utakuwa unasema na Wanailemela, utakuwa unasema na Mwanza, na utakuwa unasema na Tanzania. Asanteni. Mwenyekiti karibu. Asante. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mwandosia oyee! Mheshimiwa mgeni rasmi, mgombea urais unayeomba kuunga mkono ndani ya Chama cha Mapinduzi ili hatimaye upeperushe bendera ya chama chetu kwenye taifa letu, niungane na wote waliochukua nafasi ya kukaribisha kuwepo ndani ya wilaya ya Ilemela. Nasema karibu sana. Tunafarijika sana kwa mara ya kwanza kwa wewe kuwa ndani ya wilaya hii, hata baada ya kuwa umeingia kwenye mchakato mwaka wa 2005. Lakini kwa namna ya pekee tukupongeze sana kwa niaba ya wenzangu wote kuonyesha nia yako ya wakati ule ule. Tangu 2005 unayo maono ya kuitumikia Tanzania. Miaka 10 si haba. Ninaamini si wote mliokuwa nao katika wakati ule ambao mpaka sasa walikuwa bado na nia wakaendelea kutimiza nia yao kuchukua fomu kwa wakati mwingine. Kwa hiyo mko wachache waliokuwepo, na wewe ni wa aina ya pekee ya namna hiyo. Kwa hiyo kwa hilo tu nichukue nafasi ya kupongeza sana kutimiza makusudi yako uliyokuwa nayo 2005 na sasa kuendelea nayo kwa tumikia wa Tanzania. CCM oyee! Nikukaribishe pamoja na msafara wote. Maana naona na familia kubwa mama yuko na ndugu zangu hao mlioambatana nao wote, na wakaribisheni kwa ujumla wote katika wilaya ya Ilemela. Ilemela sasa ni kubwa, ina kata 19. Ninaamini wangetamani sana wana Ilemela kwa historia ya wakati ule wa 2005 wangelikuwa na hamu sana ya kuwepo wote hapa wakashiriki, lakini kwa sababu ya uharaka na utaratibu ambao ulikuwa umekubalika wa watu kadhaa, inawezekana wengine tutawawakilisha sisi. Niwashukuru wazee wangu kuja kwa mara ya kwanza kuja kushiriki katika shughuli hii ya leo, na ni mkutano wa aina yake, si sawa na mikutano tuliyoizoea. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa tunayo kazi moja tu. Kama ambavyo ulivyopokea fomu ya wadhamini na wajumbe walioko mbele yako hawa wote, lengo lao ni kuthibitisha kukudhamini kwao. Hilo ndio lengo letu katika kikao hiki. Niwakaribisheni wajumbe na niwapongezeni kwa kuamua kuja kuunga mkono Profesa Maki Mwandosia. Nawapongeza sana. Na kwa kuwa jambo letu ni moja tu, nikupe fursa sasa ya aina ya pekee hii ambayo hata ningezungumza sana, si kikao cha kuzungumza leo, ni cha jukumu moja la Maki Mwandosia kushiriki na wajumbe wa kikao hiki
kuzungumza kwao, na hivyo masikio yao yako karibu, yako tayari kusikiliza nini unachokwenda kuzungumza nao. Narudia kukupongeza na nikupe fursa hii sasa ya kuzungumza na umma huu. Karibu sana. Mheshimiwa Katibu, Mheshimiwa Mnek, viongozi wenzangu mlio katika meza kuu, wadhamini wangu waheshimiwa, Mwadira. Mbona unashangaa? Lugha ndogo ya taifa. Wangaluka. Wemola. Elimo. Mola. Ndugu zangu, mimi nimesimama hapa kwa kweli kuwashukuru. Washukuru kwa dhati kabisa. Mmehusika katika kwa maana mbili. Maana moja ni kunidhamini. Lakini mimi naona kunidhamini ni kitu cha pili kwa kweli. Kubwa zaidi, mmeonyesha upendo kwa Chama cha Mapinduzi. Na kwa nini? Ni kwa sababu chama kimetoa utaratibu na kimeomba wanachama mjitokeze ili muweze mkatudhamini, na kimetoa maelekezo msiweze kuwadhamini mtu zaidi ya mmoja, lakini vile vile muwe na kadi, muwe wanachama hai. Sasa chama kimewapa masharti, lakini pamoja masharti mkasema potelea mbali, sisi tutatimiza hayo masharti, tutaenda kumdhamini Profesa Mwandosi. Kwangu mimi ni heshima kubwa sana, lakini kwa chama ni upendo mkubwa kwa chama. Mngeweza tu kusema kwamba Jumatatu tuna shughuli zetu nyingi sana, kwa nini tuhusike na hili zoezi? Lakini zoezi ni la chama, wenye mkasema pana, hiki ni chama chetu, chama chenu, lazima mhusike. Nawashukuru. Lakini kuwa tuko wengi, tunakaribia 20 sasa, na tunaelekea kwenye 30 mwaka huu. Wala msifadhaike, hiyo ni njia moja ya kuonyesha ukomavu wa chama. Yaani chama hakitikisiki wala hakina mashaka, kimeweka taratibu zake, na hatimaye tutampata kiongozi tunamtaka. Ndio maana tunakuja kwa staili tofauti. Wengine tunakuja tunafunika Mwanza nzima, wengine tunakuja kimya kimya, bila kishindo, lakini yote tunaishia hapa kupata wadhamini. Yale mengine yale ni nani tu, naweza kusema ni mazungumzo kabla ya habari. Habari yenyewe ni hii ya kupata wadhamini. Hili ndio swala muhimu. Sasa mmeniamini mimi hata bila kuniona. Mmeniona tu kwenye runinga, na hivi karibuni mliniona kwenye ITV. Ilikuwa juzi kwa Star TV. Nashukuru sana, mkanipa saa 2 kuanzia saa 12 Jumamosi mpaka saa 2, ambayo ni siku ambayo watu angalau wanakuwa nyumbani. Kwa hiyo watu wengi mliweza kuona nasema nini na sababu gani zinanisukuma ili niweze nikaomba udhamini, na nisingependa kurudia hizo sababu tena.
sababu tutawachosha. Matumaini yangu ni kwamba hao wazee watu wanaweza wakakubali kurusha tena kile kipindi. Kwa sababu nasikia kwamba watu wengi sana wanakingoja kwa hamu na wangependelea, lakini tutaangalia. Wakiona labda biashara ni muhimu zaidi, watakiweka pembeni. Wakiona labda kuna nafasi watakiweka. Kwa hiyo tutegemee kwamba kitarudia tena. Lakini nadhani hata hii ya leo, hapa yetu ya leo hii, kwa sababu wapo wenyewe wananisikiliza na wananiangalia, nadhani watawatangazia wana Pasiansi, wana Ilemela, wana Mwanza na Watanzania. Sasa demokrasia tumeanza mbali sana. Ina mifumo ya kila aina, na sisi tunajaribu kuwa na mfumo wetu wa demokrasia, na tunaanzia katika chama. Zamani za Wagiriki ambao ndio walikuwa waanzilishi wa demokrasia, katika vitabu tulivyosoma, wao walikuwa na tunaita taifa mji. Yaani mji unakuwa ndio taifa, nation state au city state. Wao walikuwa wanakusanyika kwenye kiwanja kama Kirumba, basi wanafanya midahalo pale, wanachagua kiongozi wa nchi. Kwa kila mwananchi anahusika kwa njia moja au nyingine kuchagua viongozi wake. Sasa baada ya muda wingi wa watu kaongezeka, kwa mataifa yakawa makubwa zaidi. Sasa huwezi sasa kuwa na mfumo ule ambapo kila mtu ana sauti ile, anakuwa kama mbunge kila siku, ili aweze akashughulika na kutoa maamuzi ya nchi. Kwa maamuzi yote yalikuwa yanafanyika kwenye kiwanja. Lakini kwa hivi sasa tunachagua viongozi ambao wengine wanatuwakilisha katika miji yetu, katika halmashauri zetu, wengine wanatuwakilisha katika majimbo na manake bungeni, na sasa tuko katika zoezi ambalo tunatarajia kwamba mwezi Oktoba tutachagua viongozi kuanzia ngazi ya juu, kwa maana rais, halafu wabunge na vile madiwani, ambao sasa ndio watatufanyia kazi ya siku hadi siku ile ambayo sasa wananchi zama za kale wao walikuwa wanafanya kila siku, wenyewe wanatoa maamuzi. Hiyo ilikuwa ni aina moja ya demokrasia, lakini sasa demokrasia imebadilika. Sasa sisi mfumo wetu huu lazima, mimi ninavyoona, hatuwezi kuwa tofauti na mifumo mingine, kwa mfano ya vyama vingi, demokrasia ya vyama vingi, lakini mfumo uliojikita katika misingi ya mila na desturi za Mwafrika. Mimi nasema hiyo ndio demokrasia ya Kiafrika. Nini? Hiyo ndio demokrasia ya kuheshimiana, kumsikiliza kila mtu, kumwamini mtu, kubishana na kupingana pasipo kupigana, pasipo kuleta fujo, pasipo maandamano. Watu mnakaa kama walivyokuwa wanakaa wazee wetu, chini ya mti mkungu au mti wote mkubwa, chini ya kiongozi wa kimila, tangu asubuhi kufikia jioni. Maamuzi ya kijiji au eneo au familia yanakuwa tayari yameshafikiwa, na baada ya pale wote tunakubali. Sasa misingi hiyo, sisi tumechukua demokrasia ya wenzetu, tumesahau misingi hiyo. Sasa utaona kwamba
tunadhani demokrasia manake fujo, manake kila kitu kupinga, manake kutupiana mawe, manake lililo la kwako ndilo liwe. Huo sio msingi wa demokrasia ya Kiafrika hata kidogo. Lakini vile vile kwa sisi, kwa mfano kwa sasa ambao ndio tumeshika hatamu, tunawajibika kuwasikiliza wachache, na katika kuwasikiliza tunaweza tukapata kitu ambacho tunasema lakini hatukufikiria namna hii, na kwa pamoja tukaweza, kama kina faida kwa nchi, tukaweza kutekeleza. Kwa hiyo hamna haja ya kushindana kwa kupigana, kwa sababu nchi ni moja, nchi ni ile ile ya kwetu, hatuna mahala pa kukimbilia. Siku zote sisi watu wamekimbilia kwetu. Kwa hiyo sisi lazima tudumishe amani, upendo, kuaminiana na kuelewana kwa misingi ile ile ambayo wazazi wetu, nyanya zetu na mababu zetu na nyanya zetu walituasa na kutuachia. Na tukiweka yote mawili, mfumo wa kisasa wa demokrasia, lakini tukijikita katika misingi ambako tulikotoka, tunaweza tukajenga demokrasia ya ajabu kabisa ambayo itakuwa ni kielelezo kwa nchi nyingine, lakini vile vile ikawa kielelezo ambacho tunawaachia vizazi vinavyokuja, nchi yenye amani, nchi yenye utulivu, lakini nchi ambayo watu wanazungumza, wanabishana, wanakubaliana, na wakishakubaliana wanatekeleza. Sasa nitaka kueleza tu kwamba hili mliofanya leo niliweke katika mawanda gani? Nikasema niliweke katika mawanda ya demokrasia, lakini katika misingi ya demokrasia ya Kiafrika. Nadhani huko tunakokwenda tunaweza. Lakini tulioiga sisi ni tofauti kabisa. Tumeiga misingi ya demokrasia ya wenzetu ambao wao imewachukua miaka 200. Imewachukua miaka 200. Lakini hata hiyo miaka 200 mengine hawayafanyi yale ambayo tunayafanya sisi. Wanatushangaa kabisa. Wanatushangaa. Kwa hiyo nadhani tukiendelea na zoezi kama hili, zoezi hili ambalo linafanyika katika upendo, katika utulivu, ndani ya chama, hata tukiwa 50, naomba msifadhaike. Mtatuchambua moja baada mwingine na mtasema hatimaye tumdhani huyu. Chama kitakuja tu na kiongozi ambaye mnampendekeza nyie. Na niseme kwa sababu mmekuja kunidhamini mimi, naamini matarajio yenu ni kwamba huyo kiongozi huenda kawa mimi. Ndugu zangu, mimi sikuja kuzungumza maneno mengi. Mimi nina uhusiano mkubwa na ninyi. Mtasahau tu kwamba mambo mawili tu labda nikumbushie. Moja ni nikiwa katibu mkuu wa viwanda na biashara, pamoja na mzee wangu akiwa waziri wangu, mzee Sidi David Msuya. Moja ya kazi ambazo tulipewa pale wizarani ilikuwa ni ngumu, kuanzisha mfumo wa kurekebisha baadhi ya mashirika yetu ya umma. Kabla ya chombo mahususi kianza cha kubinafsisha mashirika, tulipewa hiyo kazi, na chini ya uongozi wa mzee Msuya ilitupa shida sana. Lakini tukasema tuanze na haya
mashirika mawili ambayo yalikuwa yanaonyesha kwamba yakiimarika basi hata serikali inaweza ikapata kodi. Na moja ya mashirika haya ilikuwa ni kampuni ya bia Tanzania. Na wakati tunakubaliana nao, moja ya maelekezo tuliyotoa ni kwamba hatuwezi kuwapa mpaka mmetekeleza ujenzi wa kiwanda cha bia cha Mwanza ambacho kilikuwa kimekwama miaka na miaka. Kwa hiyo nitakusema tu kwamba hii ni moja ya mambo ambayo tulipokuwa Wizara ya Viwanda na Biashara tulishughulikia. Angalau baadaye nikawa nakuja kukagua, kuangalia, hata nilipokwenda wizara nyingine bado nilikuwa narudi hapa. Na jingine ambalo nimewaachia wenzangu vile vile kuendeleza na kukamilisha, nadhani limo katika mipango, ni kiwanja cha kimataifa cha Mwanza. Kimechelewa lakini kitakamilika, tutake tusitake. Tumepanua ile inaitwa apron, imekuwa kubwa sana, tengeneza surface kile kiwanja, na hiyo ilikuwa tulianza kufikiria wakati ule tukiwa pale Wizara ya Mawasiliano na Uchukuzi, lakini wenzetu sasa wamekuja kuendeleza na watakamilisha. Kwa hiyo haya ni mambo mawili tu nilikuwa nakumbuka niseme, hivi na uhusiano gani na Ilemela na nani na hadhara hii na mimi basi nikasema niliseme hilo. Lakini mara nyingi nilipokuwa napita nimefika, ukiangalia vitabu vyako Mheshimiwa Mwenyekiti, saini yangu utaikuta pale, kwa sababu ni kawaida yangu mimi kila ninapokwenda kazini kikazi kiserikali, kwanza lazima nigonge hodi ofisi ya chama nipate baraka, halafu ndio niende, kwa sababu nilikwenda kuchukua fomu kwa mwenyekiti na katibu, ndio ile niwezesha mimi kuwa waziri. Siwezi tena nikasahau kurudi. Unajua hizi mbwembwe za unanii za uongozi, unapigiwa saluti, bendera na pepea, unaweza ukajisahau kabisa, ujui hata ulikotoka. Mwisho wanasema unafikiri ofisi ya CCM ni sawa sana kofia ya polisi, unaiogopa kama hapana. Hapana. Ndugu zangu, mimi nilikuwa nazungumza hayo kwa maana ya kushukuru. Tuna kazi kubwa mbele yetu, lakini ni kazi ya kujenga nchi, na atakayejenga nchi ni mwananchi mwenyewe, na nadhani nimeyasema mengi katika hotuba yangu niliyotoa nia. Kubwa zaidi niseme kwamba mnatusikia, wakati mwingine mnatushangaa kwamba tunasema mimi labda niwatetee na wenzangu tunakuja nasema nitafanya hiki katika kutoa nia. Hii ni staili mpya tu, haikuweko huko zamani, sisi hatukufanya hivyo mwaka 2015, lakini sasa mambo yanabadilika. Tunachosema sio kwamba ile inakuwa ni ilani rasmi itatoka na itakuwa ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ile ndio tutakaoifanyia kazi. Sasa haya mengine tunayozungumza ni kiasi cha kusema jamani, hiyo ilani hatujaiona. Je, hili ninalozungumza linaweza likaingia humo? Kama limo sawa, kama mnaliona muhimu basi mmelisahau liingizeni, kama halifai liwekeni kando. Ilani itakuwa ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, na ndio tutakaofanyia kazi. Lakini mtatusikia na mtuwe radhi, hatuna maana mbaya. Huyu anasema nikichaguliwa mimi, nichagua kwa rais, asubuhi itakuwa jioni na jioni itakuwa asubuhi.
Kila mtu anakuja na staili yake. Kila mtu anakuja na staili yake. Kuna nani mmoja, rafiki yangu mmoja sasa marehemu, akasema unajua bunge ni si mnatuona tunafanya mzaha hivi. Hasa siku hizi yani wakati mwingine mnatushangaa mnasema hivi wale vichani ni tumewatuma kufanya nini mle ndani? Ile bunge lile lina nguvu kweli kikatiba. Nguvu kweli. Rafiki yangu akaniambia siku moja, akasema tena ni mwanasheria, alikuwa ni mwandishi wa sheria mkuu, akasema nikueleze bunge lilivyo na nguvu. Linaweza likapitisha sheria kwamba kuanzia leo Tanzania mwanamke anakuwa mwanamume na mwanamume anakuwa mwanamke. Na sheria akiitia saini rais inakuwa sheria. Haina maana utabadilika kimwili, ila sasa pale unaposema sasa wanawake, sasa nyie majina ya wanaume ndio mtakao mnaweka. Sasa unaweza kumpata kichaa mmoja akaja akasema basi hata nguo mtabadili. Mtabadili. Lakini hayo ni mazungumzo baada ya habari, kuonyesha kwamba hili zoezi ambalo mnalifanya na baadaye mtalifanya kwa kuchagua wabunge, na wabunge tujue kwamba na wajue kwamba ni zoezi muhimu sana kwa taifa. Kwa naombeni, kama bado hamjaanza zoezi la kujiandikisha, mjiandikishe kwa wingi sana. Sehemu nyingine ni lazima, kama Australia ni sheria lazima. Usipokwenda unafungwa au unapata faini. Lakini sisi ni hiari, lakini ni hiari ya muhimu. Pale ndipo ambapo unajenga nchi. Pale ndio unakamilisha hili zoezi sasa la udhamini. Nitashangaa sana kama mwezi Oktoba wote mliopo hapa jamani, hamtajitokeza kumpigia kura mwanachama ambaye atakuwa anapeperusha bendera ya CCM, na hasa kama mwanachama mwenyewe ndio huyu mnayezungumza naye. Ndugu zangu, mimi wanapenda kuzungumza. Marafiki zangu wengine wanasema huyu bwana mpole sana kimya, lakini wewe nipe tu nafasi ya kuzungumza. Mwalimu ni mwalimu. Anaweza kuwa yeye msikilizaji, lakini ana maana, anatafuta mambo mazuri ya kuzungumza, machache mazuri yenye maana. Sasa nimefurahi sana kukutana na ndugu yangu pale. Yamenikumbusha kwamba nilikuwa kiranja wake sekondari. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mambo haya ya uongozi kukurupuki tu yanatoka mbali jamani. Na mwandishi mmoja akasema mtoto wa chief wa Unyakyusa sasa anataka kuwa kiongozi wa nchi. Anasema haya mambo hayaji hivi tu jamani. Lakini sio kwamba machifu ndio au hapana. Lakini nasema uongozi sio ghafla tu kuna kutayarishwa, kukuzwa katika malezi ndani ya chama, uongozi katika serikali. Huwezi kabeza ya mambo ya uzoefu, ili vile vile kukua katika chama, kwa sababu hatimaye zoezi hili tunakwenda kumchagua mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Mimi nasema ingekuwa vyema tungeanza na kuchagua mwenyekiti ambao tungemjua kabisa kwamba huyu ndio atakwenda kugombea. Bali sasa tunaanza kinyume. Kwa hiyo tunaanza na rais, alafu baadaye tuna imani kwamba huyo ndio atakuwa mwenyekiti.
Mimi nakwambia tungeanza na tunasema tunamtafuta mwenyekiti. Unafikiri wangetokeza watu 30? Hata kwa sababu maslahi ya mwenyekiti madogo. Shida. Sasa mwenyekiti wa CCM wapi? Wangetokeza watu sana 5 au 6. Lakini sasa wanaona huko Ikulu sijui kuna nini huko jamani. Mimi sijaona lakini maana niko kule lakini sioni, naona kazi zaidi. Lakini Mwenyezi Mungu atatujalia tu, tutafika, endelea tuijenge nchi yetu, tunaipenda sana. Sasa kabla sijamaliza, kwa ruhusa yako mwenyekiti, kwa heshima kubwa, hawa ndugu zangu wamenisikiliza, na bila shaka baadhi yao walishanisikiliza Jumamosi, waliniona, na ninaamini kwa sababu wana imani na mimi, wananiombea hawa ndugu zangu kwamba niwe hao. Mwenyekiti, wanataka kunituma, kuna mambo ambayo ya msingi sana yanawakera. Kama wakeri basi ni ushauri, kama sio kero basi ni ushauri kwangu kwamba utakapofika Ikulu, tungependa sisi tunatoa vipaumbele vyetu, lakini vipaumbele vyetu sio sawa sana vya kwenu. Mimi sasa nataka kuvisikia vipaumbele vyao. Sema ukifika Ikulu, profesa, tunataka utekeleze hiki na hiki na hiki. Tukitaka mmoja hapa, mmoja pale kwa niaba ya wote. Nadhani hayo nitachukua kwa unyenyekevu mkubwa, kama ni wanapasiansi, wanailemela, wananituma. Naomba nikae. Asante sana. Kila sikio limeshiba, limekula na limeshiba. Sasa tukubaliane, tufanye uwiano. Malaki 1, 2, 3, malaki ni 3. Lakini bahati nzuri tuko jinsia mbili. Mungu ndivyo alivyoitengeneza dunia yake. Mnaonaje tufanye? Nadhani ndivyo ilivyo. Tufanye wanawake wawili, wanaume wawili. Sawa ndugu zangu? Sawa. Niliona mkono kushoto, niliona mkono kulia. Asante. Mimi kwa ushauri wangu kwa Mheshimiwa Mwandosia, kwanza nashukuru sana, hata ile hotuba yake niliiona mimi, nilifurahishwa, nikarudi kumpongeza kabla sijamuona hata ana kwa ana. Ushauri wangu, Chama cha Mapinduzi kimeisha kumbwa na kashfa nyingi sana. Kashfa hizo zimetusababisha tumepigwa sana hata kwenye serikali za mitaa. Mheshimiwa, nakuomba kwa ushauri wangu, endapo utafika Ikulu, zingatia kitu kifuatacho: ule ufisadi mdogo na mkubwa, hebu jaribu nenda kaukemeo. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Jina lako nani? Mimi naitwa Nasoro Haruna Ali. Naandika ndugu zangu. Nasoro Haruna Ali. Ndio mwenyekiti wetu wa chama. Profesa Mark Mwandosia, mimi na jambo moja tu. Mimi ni mwanamichezo. Nchi nyingi duniani na zingine za Afrika, sema za Afrika, zimefanya vizuri sana katika michezo, kwa sababu tu serikali inawekeza pale, kwamba kama ni mpira, serikali inasaidia kujenga viwanja kupitia kansi zilizopo, na vivyo kuwekeza katika mchezo wenyewe wa mpira wa miguu. Kama ni mbio, athletics, wanafanya hivyo. Kenya ni mfano na wanafanya vizuri. Kama utapata nafasi ya kuingia Ikulu kwa nafasi ya juu kabisa ya urais, nikusihi sana kwamba imefika wakati serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, bajeti yake iwe kubwa, iingie moja kwa moja katika michezo hii, kuachia kwa mfano mpira wa miguu katika TFF
riadha iachie watu wenzetu wanaochukua na riadha, wao ndio watafute fedha kidogo, hatuwezi kufika mbali. Asante sana. Ndugu mheshimiwa mgombea, sisi wanawake wajasiriamali wa Pasiansi maeneo yote, tunakuomba ututetee endapo utakapokuwa umefika kule Ikulu, ututetee sisi wakina mama wajasiriamali, maana tunasomesha na watoto kwa manyanyaso sana, kwa mazingira magumu. Asante. Kwa jina naitwa Jetruda Maria. Huyo mama mwenye kofia hapa leje. Sogeze karibu sana. Na nirudie. Kwa jina naitwa Joanita Anatoli. Mimi ningeomba ndugu mheshimiwa Mtangazania, ukifika Ikulu, lakini tunavyoomba Mungu labda atakusaidia utafika kule, ututetee sisi wanawake ambao ni wajasiriamali. Tuna miradi kidogo, lakini kodi tunazolipa kutokana na hivyo vitu, mizunguko inakuwa nyingi. Hapo inaona afu na ile mikopo inayotoka kwamba wanawake tuipate, hatuipati kwa urahisi. Mpaka iwe kero kubwa kuipata. Unaweza ukaweka fomu kama leo kuja kupata, wanapata watu wengine, yule mhusika hapati. Ndio kero yangu. Ni nani anadhani asiposema leo atakwenda kulala na vichomi? Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano, napenda nikuombe mambo mawili endapo utafanikiwa kwenda Ikulu. Watanzania sasa hivi tunaongezeka kwa kasi, na tunasema kwamba vijana wanakosa ajira, na zipo nafasi katika mapori mengine ya akiba ambayo hata hakuna digidigi. Sasa utakapofika Ikulu, ninaomba hayo mapori ya akiba yaweze kupewa Watanzania ambao wana nafasi ya kuweza kujiajiri katika kilimo, ili wazalishe waweze kujiajiri, hatimaye taifa pia lipate kipato na wenyewe wapate kipato cha kujikimu maisha. Ninakuombea sana Mwenyezi Mungu akupeleke Ikulu. Mheshimiwa Mwandosia, mimi nilikuwa nikikuona katika magazeti, lakini leo ni furaha yangu kubwa sana kukuona uso kwa uso, na ningelitamani sana kama ningeliweza kupiga picha ya pamoja na wewe. Kwa hiyo mheshimiwa, mimi ninajua kwamba mawazo yako ni mazuri kutokana na umri wa Tanzania, utatuongoza vema, lakini ombi langu kubwa, yale mapori ya akiba ambayo hayana kitu wapewa Watanzania, wakatiwe mashamba walime. Asante sana. Kwa jina naitwa Juae Charles. Tumeongelea mambo mengi sana, lakini tumesahau swala la vijana. Kabla sijaendelea, kwanza napenda kupongeza Mtangazania. Hata Mwenyezi Mungu anaangalia watu wenye busara na ndo anawatanguliza. Kwa hiyo kwa busara yako uliyoonyesha, hata uongeaji wako na muonekano wako, hata Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe. Amin. Naenda moja kwa moja kwenye mada yangu husika. Unajua sasa hivi vijana wanaongezeka kwa wingi sana. Kuona kuomba mheshimiwa na busara yako ulionayo, utakapofika Ikulu, jaribu au jitahidi kuweka mikakati madhubuti kwa ajili ya vijana. Kwa maana sasa hivi ukiangalia vijana wengi wanakimbia vyama vya upinzani kwa sababu moja tu, kwamba inaonekana kwamba uongozi uliopo au wajali. Sasa kwa busara yako na kuona utakapoenda Ikulu, ongeza busara nyingine zaidi kwa vijana ili wapate vitega uchumi vingi, waweze kujikamua na waweze kujitegemea, wasitegemee kazi kutoka serikalini, waweze kujikamua wenyewe kama wenyewe. Na nadhani kwa busara yako utaweza. Na nakuombea kwa Mwenyezi Mungu akufikishe salama ili utusaidie sisi vijana. Asante. Profesa alichohitaji kutoka kwenu, anaweza kuwa amepata kianzio.
ninafahamu naweza kuwa nayo mengi zaidi, lakini tukubali basi kwamba haya yawe chachu, na kwa sababu tumemtakia kila laheri, atusaidie tu Mungu wetu katika maombi yetu. Kila mmoja alikuwa anamalizia kwa sala. Hizo ni dua. Kama mlikuwa mnadhani kwamba mnamalizia hotuba, ni dua. Mungu amsaidie afike salama, na siku nyingine basi aje rasmi kwa kutushukuru na kumpakizia mzigo mwingine wa hoja. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo tukubaliane kwa siku ya leo, tukomee pale, tuendelee, tumruhusu aendelee na shughuli zingine. Asante sana. Katibu mwenyekiti wa taasisi sema leo kushukuru. Mheshimiwa Katibu, Mheshimiwa Mneki, itifaki kimezingatiwa. Nimepewa nafasi kwa ajili ya kutoa shukrani kubwa sana kwa mgeni wetu Mark Mwandosia. Mheshimiwa Mwandosia, walioko mbele yako unaona hawa ni wananchi wa kata ya Pasiansi, wanachama Chama cha Mapinduzi. Wamefarijika sana baada ya kusikia kwamba unakuja. Mimi nimepigiwa simu jana usiku na Mneki nihakikishe kwamba kata ya Pasiansi wamehudhuria na tumepata kadi kwa ajili ya kuja kumdhamini mgombea urais Profesa Mwandosia. Kwa hiyo tunatoa shukrani nyingi sana. Mimi kwa kweli ndi mara yangu ya kwanza kukaa na wewe kwenye kiti. Ndio nakuwa kwenye picha, kwenye bunge. Kwa nimefarijika sana. Na kuombea safari njema. Mwenyezi Mungu akutangulie ili uweze kufika pale Ikulu na ukae pale ufanye kazi kulingana na wazifa wako. Kwa heshima alionao ni profesa na imani ni mtu mkubwa sana, ndio elimu ya mwisho. Atatufikisha mbali sana. Baada kusema hayo, na kutakia kila la heri katika safari zako unazotembea. Nimeambiwa unakwenda Bukoba, safari njema. Mungu akutangulie na karibu sana Mwanza, kata ya Pasiansi, wilaya ya Ilemela. Nadhani karibu mpaka stadia. Na wewe nani mjumbe wa haya mama, safari njema. Karibuni tena. Mungu awabariki tena. Nishati. Nchi yetu ina tatizo kubwa sana la kupata la watafiti katika mambo ya miamba, nishati ya madini na vitu kama hivyo. Labda utajenga ushawishi gani utakapoingia madarakani kuhakikisha kwamba katika vyuo vikuu eneo hili tupate wataalamu wengi tofauti na kutegemea kutoka nje? Labda sitafanya maajabu. Misingi tayari tumeshaiweka. Kwa sababu gani? Kwa sababu uchumi wetu katika kipindi cha muda wa kati, tutake tusitake, utajikita katika kuendeleza madini na vile vile katika kuendeleza gesi asilia na vile kuendeleza Mungu anakujalia sekta mafuta. Kwa hiyo tayari vyuo vyetu vimeanza kutoa mafunzo katika fani hizo, katika tasnia hizo. Chuo Kikuu cha Dodoma, UDOM, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, UDSM, Chuo Kikuu cha Mbeya cha Sayansi na Teknolojia, MUST, vyote sasa vimejikita katika kuelekeza nguvu zao, sio kuacha mambo mengine, lakini kuanzisha masomo ambayo yanaelekea katika kuendeleza hizi fani za sekta za madini na vile sekta za mafuta na gesi. Lakini haina maana kwamba
tutasahau mambo mengine. Hapana, kwa sababu huwezi kuwa na sekta ya mafuta na gesi, au huwezi kuwa na sekta ya madini ukasahau ukafundisha majiolojia, wataalamu wa jiolojia, ukaacha kufundisha wataalamu wa sheria kwa sababu utakuja kupata hasara kubwa sana. Wao ndio wanaangalia mikataba ya nene. Unapozungumzia sekta ya gesi, unapozungumzia sekta ya madini, lazima vile vile uimarishe fani nyingine zinazohusiana nazo, na moja ni sheria, lakini ya pili ni uchumi. Ya tatu ni fani ya unapozungumzia madini kwa ajili ya nani? Ni kwa ajili ya watu, kwa ajili ya uchumi wa nchi, na uchumi wa nchi unamnufaishaje mwananchi, na mwananchi ananufaikaje na uchumi huu? Sasa lazima unakwenda mbali zaidi ya wachumi, unakwenda mbali zaidi ya geologists, wanajiolojia, unakwenda mbali zaidi na wanasheria, unakwenda vile vile kwenye fani ambazo zinakusaidia wananchi kuhamasika kutumia ule uchumi kwa ajili ya maendeleo yao. Kwa hiyo ni mfumo mzima wa elimu ambao utakuwa umeboreshwa katika ngazi mbalimbali ambao utasaidia katika kuendeleza sekta hizi mbili. Lakini niseme tu kwamba kitu ambacho duniani wengi wanatuasa ni kwamba msije mkawa na uchumi wa zao moja au uchumi wa kitu kimoja. Kwa mfano, ukitegemea sana gesi na useme mipango yako yote iko katika gesi ya asilia, wakati ambapo bei ya gesi asilia itashuka, na hii inatokea kama ilivyotokea sasa katika gesi, katika mafuta ghafi, ni kwamba uchumi wako unaanguka. Kwa hiyo ni vema kutumia gesi asilia, uchumi wa gesi asilia, kutumia sekta madini kuimarisha sekta nyingine. Kwa mfano, wengi wetu au nchi nyingi za Kiafrika na nchi zinazoendelea kwa tunasahau, ukishapata mafuta basi ni mafuta tu, hata kulima unaacha kabisa. Unasema nina fedha nyingi, nitaagiza kila kitu. Sisi tulipojifunza jiografia ya Nigeria, kitu ambacho kimo akilini mwetu na kumbukumbu ni kwamba Nigeria ilikuwa inazalisha karanga kuliko nchi nyingine yote ya Afrika, pamoja ya wanaozalisha karanga duniani. Na unakwenda katika maghala ilikuwa ni karanga. Lakini baada ya Nigeria kupata mafuta, kilimo kikafa kabisa. Sasa hii ni wanaita ugonjwa wa kidachi, ugonjwa wa Kiholanzi, na ni hatari sana kwa uchumi. Kwa hiyo tusije tukafikiri kwamba ule ndio utakuwa mwarobaini wetu. Labda kingine, Profesa, unagombea nafasi ya juu kabisa ya nchi, lakini leo hii tunazungumza, huyu Mtanzania anaishi katika hali ya umaskini kweli, anaishi chini ya $5. Labda huyu Mtanzania, mkakati wako ukoje kuhakikisha kwamba unamtoa katika elimu hii ya umaskini? Uchumi kwanza, mengine yatafuata. Lazima uboreshe uchumi, lazima uimarishe uchumi, lazima ukuze uchumi. Hapa tulipofikia 7% kwa juu ya 7% kwa mwaka kwa uchumi ni hatua nzuri, lakini hautuvushi kwenye kuondoa umaskini wa kupindukia. Unaweza kutuondoa umaskini ule wa chini kabisa, lakini hautukuondoa umaskini hatuwezi. Lazima tukuze uchumi wetu uwe katika tuseme dijiti 2, 10%, 11, 12, na inawezekana, sababu wenzetu wa Ethiopia wamefikia huko kwa kipindi cha miaka 10, wameweza kukuza uchumi wao bila mafuta, bila lolote, wala bila kuwa hata na bahari.
wala kuwa na bandari, lakini wameweza kufikia 11% na 12%. Sisi bado tuko kwenye 7%. Kwa hiyo moja ya malengo yetu, na nadhani ndio malengo yatakuwa malengo ya nchi, na sidhani kama nitatofautiana na ilani ya uchaguzi kwamba kukuza uchumi ufikie 10%, 11%, na 12%. Ukifanya hivyo kwa kipindi cha miaka 10 ijayo, basi utakuwa umeondoa kabisa umaskini na umeingiza nchi katika ama sehemu, umekuwa katika kiwango cha juu cha nchi zenye kipato cha kati, au sasa unakuwa katika nchi za juu kabisa zenye kipato cha juu, lakini kwenye sehemu ya kiwango cha chini, lakini umeshafika kiwango hicho. Sasa hapo unaweza sasa ukawa na changamoto ya kuweka vipaumbele. Vipaumbele vyenyewe ni unamfikiaje mwananchi wa kawaida ili naye aweze kunufaika na uchumi. Lakini moja kubwa ni hili ambalo nitaka kulisema. Wananchi wetu wengi, ndugu zetu, baba zetu, shangazi zetu, bado wanaishi vijijini. Asilimia kubwa ya Tanzania wanaishi vijijini. Ukitaka kutokomeza umaskini, lazima ushughulikie swala la kilimo. Kuondokana na kilimo hiki ambacho kinamfanya mwananchi atumie jembe la mkono, aweza kalima ekari 2, ekari 3 tu kwa ajili ya kula, lakini kiwe ni kilimo ambacho kinamfanya na yeye aweze akazalisha ziada, ambayo ziada inamfanya apate fedha, ambayo fedha hizo zinamfanya aweze akajenga uchumi wa familia yake na kuendeleza nchi. Usiposhughulikia na hilo, basi utakuwa unakuza tu maendeleo ambayo yanaonekana mijini, lakini sehemu kubwa ya wananchi inakuwa bado katika maskini. Kwa hiyo uchumi, lakini kilimo kwanza. Tunashukuru sana. Asante sana. Karibu sana Mwanza. Asante sana. Pamoja samaki kidogo. Naenda mchana huu nikale samaki kabla sijaenda. Sasa hivi ndio tunapanda ndege. Ndogo. Sasa hivi nani yule balozi naye nasikia amechukua fomu.